Yesu Kristo, mpenzi mtazamaji wa Television Tumaini, karibu sana katika kipindi cha Nyumba Aminifu, kipindi ambacho kinakupatia nafasi wewe mwanandoa kuweza kutambua na kujifunza au kujikumbusha mambo mbalimbali yanayohusiana na maisha ya familia, maisha ya baba na mama katika Nyumba Aminifu. Leo tuko ndani ya studio, niko na mgeni wangu, mtaalamu wetu yupo hapa, Melania Maziku. Nikukaribishe sana wewe pia, na mimi ni Selina Joseph Matuja. Mada ambayo tutaizungumza siku ya leo inahusu wajibu na mamlaka ya wanandoa, na tukiwa tunakukaribisha hivyo basi nimkaribishe Melania. Tumsifie Yesu Kristo. Milele amina. Selina, karibu sana, tuanze kipindi chetu kwa sala. Asante. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Familia bora katika Nyumba Aminifu. Katika Nyumba Aminifu. Familia bora. Basi mtazamaji, ndivyo ambavyo tumeanza katika kipindi chetu. Tuna imani wewe pia utakuwa sambamba kabisa pamoja nasi, tukiwa tunakuja kuzungumza. Vipindi vilivyopita tulitulia pale kwenye ile tunu ya 5, ambapo tulikuwa tunatazama wale wengine pamoja na changamoto ambazo zinaweza zikasababisha maisha ya nyumba aminifu yakaenda ndivyo sivyo, au mkajikuta mnagombana kwenye familia, au wale wengine wakawasababisha nyinyi kugombana, au wakawasababisha kuwa na furaha na amani. Hayo yalikuwa yamefanyika katika vipindi vilivyopita. Basi leo moja kwa moja, karibu sana Melania. Pengine tuanze tu kufahamu kwa nini tunataka kuzungumza juu ya wajibu na mamlaka ya wanandoa, yakiwemo pia majukumu gani wanandoa wanatakiwa kuyafanya. Asante dada Selina. Baada ya kuona zile tunu 5 za nyumba aminifu ambayo ilikuwa ni Mungu, alafu mwenzangu wa ndoa, kwa hiyo katika mpangilio huo kwamba Mungu kwanza, ninamuomba Mungu nipate mwenzangu wa ndoa. Baada ya kumpata mwenzangu, watoto kama zawadi akitujalia, na yawezekana wakawa watoto wa kiroho na wa kibiolojia, yani wa kiroho wale naosimamia ubatizo, kipaimara, ndoa, au hata wanaonijia kwenye mashauri, lakini hata wale wa viunoni mwangu. Lakini jambo la 4 ikawa kazi halali ambayo inaitegemeza familia, kanisa na wahitaji. Kwa hiyo tunaambiwa tufanye kazi kwa bidii. Na katika mlolongo huo hii nafasi ya 5 ambayo umeiongea ni wengine. Toka tumeanza ile Mungu, mwenzangu wa ndoa, watoto, hatujataja mama, shangazi, ndugu, jamaa na marafiki, au hata mali zetu tulizonazo. Zote ziko kwenye ile sehemu ya 5. Kwa hiyo tulidadavua vizuri. Lakini sasa katika nyumba aminifu, hii tunu ni sehemu ya 4. Vipaumbele, tunu ni kama kuta. Lakini sasa haijaishia hizo sehemu hizo 5 tu. Kuna sehemu ya 5 ambayo inasimamia majukumu, mamlaka na wajibu, ambayo ni sawa sana kusema ni mlango. Sasa huu mlango katika kusimamia haya majukumu, mamlaka na wajibu ni baina yetu mimi na baba na watoto kama zawadi tuliopewa. Kila mtu ana majukumu yake. Na ndani ya familia tuna mamlaka ambayo Mungu ametujalia. Lakini katika kuyatimiza haya tunapaswa pia kupeana nafasi, tunapaswa kutegemezana, tunapaswa kusikilizana, tunapaswa kusaidiana, lakini kila mmoja anapaswa kuheshimu nafasi aliyopewa na Mungu. Sasa katika nafasi hizi ambazo tunazitekeleza ndani ya familia, tunajua kuna wajibu ambazo yawezekana mimi mama nikafanya, lakini baba hawezi kufanya. Inawezekana mimi mama nikafanya, lakini mtoto hawezi kufanya. Inawezekana baba akafanya jambo, lakini mtoto hawezi kufanya. Ndio maana tunasema tunapeana nafasi kadiri ya Mungu alivyotujalia, kadiri ya nafasi tuliyojaliwa na Mungu. Mfano, mama ana uwezo wa kubeba ujauzito, lakini baba hana. Lakini katika malezi tutashirikiana pamoja. Kwa hiyo katika kuwajibika kwa pamoja
Kuna vitu ambavyo vitaingia kwa pamoja, lakini kuna vitu vingine lazima tufanye shirikishi, kwa sababu sisi ni wanafamilia. Lengo ni kuifanya familia yetu iwe hai. Lengo ni kuifanya familia yetu iwe nuru kwa wengine, lakini isiwe chanzo cha matatizo. Na ndio maana tunaambiwa tukiwasha taa tuweke juu ya meza ili watu wote waangaze, tusiweke chini ya kiango. Kwa maana hiyo ndio pale ambako tunapeana nafasi, kila mmoja afanye kadiri ya Mungu alivyomjalia. Yawezekana mimi ni mfanyakazi, lakini ninapaswa nitambue wajibu wangu kama mama ninaporudi ndani ya familia. Nitekeleze wajibu wa kimama. Nitasaidia watoto, nitawaongoza pia. Lakini baba na yeye anaenda kwenye kazi, akirudi na yeye pia anapaswa kutekeleza wajibu ndani ya familia, wajibu wa kibaba. Watoto wasikie sauti yake, watoto wasikie miongozo mbalimbali kutoka kwake. Lakini mama atapaswa kuonyesha upendo, atapaswa kuwafundisha watoto kazi, hiyo inatoka kwa baba na mama wote kwa pamoja. Lakini watoto nao wanapaswa kuwatii wazazi wao na kutekeleza wajibu wao ambao miongozo yao na yenyewe inawapa kutoka ndani ya familia. Kwa hiyo ndio maana tunasema kuna wajibu, mamlaka na majukumu ambayo kila mmoja anasimamia. Sasa kwenye hii sehemu ya mlango, nimesema ni sehemu ya mlango. Sehemu ya mlango. Ni wajibu wetu sisi kama baba na mama kushikana mkono kwa pamoja. Tuseme vibaya vyote vibaki nje. Yawezekana ni uzinzi, ni udokozi, ni uwizi, ni uchoyo, ni magomvi. Yote tuna wajibu wa kusema baba na mama tushikane mkono, tuweke vitu vyote vibaki nje. Sio mwingine anasema haya mabaya yabaki nje, mwingine anasema ngoja yaingie ndani. Baba akizuia, mama anaruhusu, au mama anakuwa ndio kisababisha cha magomvi ndani. Mama akizuia, baba anasema Mara nyingi huwa tunapenda kutumia msemo hii, mchuma janga hula na kwao. Kwa hiyo ukiwa mwizi huko barabarani ukipigwa au ukiwekwa ndani, familia yako lazima itarudi, itahangaika na wewe tayari. Lakini kama tungesikilizana, nikikwambia mwenzangu, hata kama maisha ni magumu, Pasco, tuchakarike, tutafute kile kilicho halali. Kwanza tutaonyesha mfano mzuri wa kufanya kazi kwa watoto wetu. Lakini pia tutatimiza ahadi iliyo njema. Si kwamba kuiba ndio kuna kusaidia wewe kupata manufaa. Kwa hiyo lazima tusaidizane wote kwa pamoja, tuseme vibaya vibaki nje. Sio mwingine anaruhusu, mwingine anakataza. Kwa hiyo ni wajibu wetu hivyo hivyo kuelekezana kwa pamoja. Lakini utakuta familia zetu nyingi, baba anasema hiki kibaki nje, mama anasema labda ni marafiki wabaya. Kwenye hizi tunu tulizotoka kuongelea, sehemu labda ni ya marafiki, baba anasema unajua huyu rafiki yako najua kabisa anakupoteza. Mama anasema huyu rafiki mimi nilianza naye toka nikiwa binti. Tukisema tuvae sare tunavaa pamoja. Tukisema twende kwenye shughuli tuko pamoja. Mimi nitamwachaje? Lakini kumbe baba ameshaona kuna nyendo nyingine hazifai kwenye familia. Kwa hiyo tunapaswa kusikilizana na kutafakari kwa pamoja. Hivi hicho ambacho unasema hakifai ni kipi? Tusemezane. Ni mtoto hivyo hivyo anaambiwa acha tabia mbaya. Acha michezo kupitiliza, kwa sababu itakufanya mwisho wa siku ufeli. Labda amesha kuona wewe ukiendekeza sana michezo, masomo unaanguka. Kwa hiyo nisikilize sauti ya wazazi. Wananiambia hiki hapana, ili niende kwenye njia iliyo nzuri. Hayo ndio majukumu ambayo tunapaswa kusikilizana kama wazazi kwa pamoja. Haya, mtazamaji, bila shaka wewe pia umeweza kupata kidogo katika majukumu na wajibu kwenye hizi nyumba zetu au ndoa zetu. Tunaona hapa pia mtoto pia anaka kitu fulani, akiambiwa anatakiwa atii, akiambiwa anatakiwa afate, huenda akawa anapotoka kwenye sehemu fulani. Hapa umezungumzia kuhusu wajibu wa huyu baba na wajibu wa huyu mama. Tumeona kuna baadhi kama baba anaweza kuambiwa kwamba mzee hapa hiki kitu sikifanye, lakini kwa sababu yeye ana mamlaka, si ndio? Akasema mimi bwana hicho kitu sikisikilizi. Tunaona kwa uzoefu wako, nini madhara ya tabia hizo? Tunaona mathalan, tunaona mara nyingi tunavyoshirikishana hapa tafakari. Utakuta wazazi wengi wanapiga kelele, mimi mume wangu ni mlevi, kila nikimwambia haambiliki. Madhara yake utakuta wengine hawana maendeleo, maumivu ya familia, kwa sababu watoto tabia mbaya wanazisikia kupitia kwao. Lakini sasa tungekuwa tunasikilizana, ina maana tungeweza kusaidizana. Lakini hapo mara nyingi utakuta pia tunapokea simu hapa, mwingine anakuambia mimi mume wangu, mnaweza mkapanga mambo vizuri sana, lakini kwenye kutekeleza haya ni ya kwake, au akipata hela hizi ni za kwake.
mimi kama mke sifaidi matunda yake, lakini hali kadhalika hata watoto inabidi mpaka mama ahangaike kuwatafutia, hata kama ni watoto ada peke yake, baba anasahau majukumu yake. Au inawezekana mama, na sisi wanawake upande mwingine, mama anafanya kazi, anakuambia cha kwangu ni cha kwangu, mimi niende saluni nijue kuvaa, lakini watoto baba utajua mwenyewe. Baba anaweza kapiga kelele, tushirikishane kipato kuwasaidia watoto wetu, hatutaki. Sasa changamoto inapokuja ndani ya familia, mara nyingi watoto wanaangalia hivi baba anatimiza wajibu wake, ndio utaona mama baba hatujali. Yani inatokea watoto wengine wanatoa kauli kabisa zaidi, baba hatujali, au sisi, malalamiko yanazidi kuwa ndani mengi, au kunakuwa na migogoro. Lakini tungekuwa tunakaa tunasikilizana, tunafanya tafakari ya pamoja, tunashirikishana tulichonacho hata kama ni kidogo, lakini unajua kuambizana ukweli kunasaidia sana kuliko kufichana. Kwa hiyo ingeweza kusaidia kwa pamoja. Lakini Melania, kuna mwingine unaweza ukakuta unamwambia au kama ni mwanamke mnashirikishana jambo, labda tujenge mwaka huu au tufanye hivi, utakuta anasema mimi bwana, hiyo kazi sio yangu, uendelea tu mwenyewe na kazi zako. Au pengine mmeshawahi kukwaruzana nyuma, sasa wewe umefika au umesikiliza Nyumba Aminifu, unataka kuleta mabadiliko, ule uwasilishaji wa mabadiliko kwenye familia ikawa mgogoro, huyu tunaweza tukamsaidiaje? Ndio maana mara nyingi huwa kuna washauri kuambizana, na unajua mara nyingine ukimwambia mtu anaweza kaona kama unajitetea upande wake. Hebu unamwambia hata washa TV, sikiliza vipindi mbalimbali, lakini tunaambiwa tusichoke kusema, tusichoke kutenda. Mwambie, kwa sababu manufaa yake ni manufaa ya familia yenu. Kwa hiyo tusemezane, na inawezekana ukamwambia kabisa, mimi nataka mabadiliko, kile ulichokuwa unanilalamikia, mimi nimebadilika, nataka tuanze upya. Na aone kwa matendo. Unajua mwingine anaweza kusema mimi kile ulichokuwa unanilalamikia, nataka nianze upya, nibadilike, lakini matendo yako yanarudi kule kule. Kwa hiyo unakatisha tamaa, anajaribu mara ya kwanza, mara ya pili anaona maisha ni yale yale, mwisho wa siku anakata tamaa. Kwa hiyo tuonyeshe mabadiliko, lakini tuonyeshe mabadiliko kwa maneno na matendo. Haya, mtazamaji, tuweze kutazama sasa kwenye mgawanyo wa hizi kazi, haya majukumu. Nani ambaye anatakiwa kufanya nini na nini kinatakiwa kufanywa na nani? Maana hapa Melania ametuambia kuna wajibu na mamlaka, lakini pia kuna majukumu yanayoweza kufanywa na baba tu, mengine baba hawezi kuyafanya, lakini mama anaweza kufanya. Na mtoto anaweza kufanya jambo fulani ambalo baba anaweza kulifanya, lakini kwa wakati huo mtoto ndio anawajibu kwenda shule. Hebu tulete hayo majukumu ambayo tuone ya baba yako wapi, ya mama yako wapi, yepi tunashirikiana. Tuchukue tu kwenye maisha yetu ya kawaida tu ya ndani ya familia. Tunajua mama ndio mjenzi ndani ya nyumba. Yaani yale majukumu au kazi mbalimbali ndani ya nyumba, ni kupika, ni kufagia, ni kufua, kuosha vyombo. Je, mama ninatimiza wajibu wangu? Melania, lakini pia ninawashirikisha na watoto wangu. Kuna baadhi ya makabila wao wanajenga nyumba wanawake. Twende hapo tuongezee katika hilo. Ni kweli baadhi ya makabila wengine wanajenga nyumba wanawake, lakini kazi hizi za ndani za kwa asili ni mwanamke ndio mtekelezaji, lakini mwanamume ameletwa kwa mwanamke kama msaidizi. Kwa hiyo utakuta ndani ya familia zetu hizi umesema wanawake wengine wanajenga, lakini hizi ndani ya familia zetu wanaume nao wanatusaidia kazi za ndani. Tunajua ni mgawanyiko wa majukumu, lakini tunavyotenda kwa kusaidizana, majukumu haya yanakuwa kielelezo pia kwa watoto, kuwaonyesha kwa mifano. Na ndio maana tunapoongea yale mambo chanya katika kuwaelekeza watoto, sisi kama wazazi tunaelekezwa, tunapomlea mtoto, madamu yuko ndani ya familia, hata awe kijana, madamu yuko ndani ya familia, mfundishe kazi zote. Kwa sababu akiwa mtoto wa kike akifika kwenye familia ambayo anatakiwa kujenga, atajenga. Kwa sababu nyumbani ameshaelekezwa, bwana unajua kuna kujenga. Na kujenga mjini inawezekana hata kwa kuchangia pesa. Ndio. Vijijini wengine atashika udongo, atasiliba. Kwa hiyo muelekeze. Lakini akiwa ni mtoto wa kiume, hata akifika nyumbani akikuta mkewe, akisha kuwa na familia yake, akikuta mkewe anaumwa, atashika fagio, kwa sababu nyumbani amepata maelekezo hayo. Mama anaelekeza yale maelekezo, majukumu ya kawaida ndani ya familia, lakini anawaelekeza watoto. Na mara nyingine baba anaweza kaonyesha mifano, hata kusogeza tu kikombe. Unaenda nyumba nyingine, kitambaa kimeanguka, baba hawezi kuokota, ni mpaka aite mama, aite mtoto. Wakati hata akiokota, kikiweka kile kitambaa pale,
ubaba wake hauharibiki na furaha yake ndani ya familia inakuwepo. Lakini kitendo cha kuchukua kile kitambaa na kukiweka, kama mtoto yuko pembeni pale, ameshaona mfano mzuri sana. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi kama wazazi kuyafanya mambo kwa maneno na matendo yetu. Kama baba, hakikisha unashirikisha watoto pia kazi hizo za mikono. Kazi za mikono, lakini pia kama baba ana sauti ya mamlaka, anapaswa kuongea. Unajua mara nyingi tumekuwa tunaongea na watoto wa kike tu, tunawafunda ni shule nzuri zitaenda kwa watoto wa kike, lakini tunaona sasa maisha yanavyobadilika, watoto wa kiume wako wapi? Wameanza kuwa na mwelekeo ambao ndivyo sivyo. Kwa hiyo baba sauti yake kama mamlaka aendelee kusimamia watoto wa kiume na kuwaongoza. Hali kadhalika mama asikumbatie mtoto wa kiume na kumlea kimayai, amuongoze ili awe kama baba, kama mume aliyemchagua. Kwa hiyo ni wajibu wetu kama familia kusaidizana ili kutengenezana. Lakini tunaona mara nyingi kwa uzoefu, tunaona baba wajibu wake yeye anadhani ni ile hali ya kukasirika, kuonyesha yale, yani ule ubaba kasirika ule. Watoto wakifika, yani yeye ni baba na akikaa anakaa peke yake, akifanya hivi anafanya peke yake. Mabadiliko haya tumwambieje? Tunapaswa kumwambia au kuelekezana na baba kwamba ndani ya maisha furaha inatengenezwa. Lakini kuharibu nuru yako yani ni kama vitu vya kuiga. Sasa ili uweze kuleta furaha ndani ya familia, ni baba lazima wewe mwenyewe uwe na utayari. Nimetolea mfano wa kitambaa tu na nikasema kabisa baba akiokota kitambaa akiweka pale, ubaba wake hauharibiki na ile furaha na heshima bado iko pale pale. Kwa hiyo hata anapoingia ndani ya familia, tunajua tunaweza tukawa na changamoto baina ya baba na mama, lakini hatupaswi tukakaa mpaka jua likachwa bado tuna hasira moyoni. Tusemezane, tuondoe ili tuweze kuishi na furaha ndani ya maisha yetu, ndani ya familia zetu. Kwa sababu hata ukionyesha furaha, ubaba wako uko pale pale. Lakini ukija kila siku ni kibesi, unanguruma, sio kwamba ubaba ndio unazidi kukomaa. Hata ukiwa mwenye furaha ubaba, tena inawezekana ndio ubaba wako ukawa mzuri zaidi. Watu wakakuheshimu na kukupenda vizuri. Kuna mmoja aliwahi kutoa mada akasema kwamba magomvi wakati wa ujana kwenye ndoa yenu nzuri ni hasara uzeeni. Hii wewe unaizungumzaje? Maana alitoa mfano kidogo, akasema unaweza ukakuta baba wa leo wewe ni mkali kwa wakubwa mpaka watoto, kupelekea watoto kukuona kama chui na baadaye unaweza ukakosa msaada. Labda kwa uzoefu wenu nyinyi kina nyumba aminifu. Ni kweli mara nyingi hata sisi tunawaambia ishi na mtu sasa. Furahi, onyesha upendo sasa wakati uliopo. Kwa sababu wakati ujao yawezekana hatima yako iko mikononi kwa wengine. Ni uzee wako utahitaji hata kushikwa mkono hata na mtoto mdogo tu aliyeko ndani kwako. Lakini uliishi naye vipi kipindi kilichopita? Hiyo ya sasa nilikuwa naisema. Ishi na wenzako sasa vizuri. Ili uzee wako ule pia vizuri. Kwa sababu nisipoishi sasa kwa furaha, nisipowaonyeshea wanafamilia wenzangu, awe mke na watoto, nisipowaonyeshea furaha, upendo, nisipowaheshimu na kuwathamini, nikarandaranda lakini uzee wangu nitakuwa nimechoka. Nikisha choka nitawategemea wao, hata nikikombe tu kusogeza. Nilikuwa na uwezo wa kusukuma hata bia, kusukuma nini. Sasa imefika hata kikombe tu kukisogeza pale ndani nashindwa. Nitawahitaji. Kama sikuwaonyeshea upendo mwanzo, inategemea watanihudumia kwa namna gani. Na tunaona mara nyingi wengi wanaozitelekeza familia. Finali inakuwa uzeeni. Unalala njaa. Anaporudi sasa inategemea yule mke ameyapokea kwa namna gani. Na ni furaha kubwa. Wengi utakuta mwanamke anasema bwana amesharudi, ana ngoja akae tu hapo. Ni bora hata anayesema ngoja akae hapo. Lakini pia akusaidie. Mwingine anakuangalia ndio naye anaanza sasa, ujana wako ulikula wapi, uzee uje kufaidi na mimi. Wakati tulitakiwa tushikane toka ujana mpaka uzee, tufurahie pamoja. Na tunaambiwa kabisa tuzeeke pamoja. Kwa hiyo sasa ile tuzeeke pamoja, lakini inaanza toka mwanzo. Kwa hiyo tunapaswa kuonyeshana mazoezi sasa hivi ili inapofika uzee tuendelee kukumbatiana, urafiki wetu uzidi kudumu.
Haya mtazamaji, ili urafiki udumu unatakiwa kuishi sasa maisha mazuri pamoja na familia, yani wewe na mumeo, wewe na mkeo, maana tunaambiwa magomvi ya leo ni shida wakati wa uzeeni. Unaweza ukajikuta unakosa nguvu, lakini mwenzako anayo nguvu, na akirudi nyumbani ukimuuliza mke wangu vipi? Mbona umerudi saa hii? Anakuambia hata mimi mwenyewe nimezeeka. Nikitembea natumia masaa mengi kabisa ya kutembea. Najivuta. Bibi kaamua. Ukimwambia nataka kula hiki hata anaweza anakwambia na mimi saa hizi nimechoka. Kumbe mnakomoana, yani mnaanza kuwekeana visa kiaina ndani. Lakini nionyeshe furaha sasa. Haya mtazamaji, niseme tu tuende kutazama zaidi hayo majukumu ambayo tumeona. Jukumu moja wapo ni kushirikiana, kuwa na umoja na ushirikiano kati ya baba na mama, na kuonyesha mfano kwa watoto. Wajibu wengine ambao tunaweza kutazama, tunaona wajibu, kwa mfano mwanzo nimeongea kuhusu ulezi au malezi. Mama atabeba ujauzito, lakini tunapopata mtoto ni wa kwetu wote, tena ni furaha ya jamii nzima. Lakini hata kipindi kile ambacho mama yeye ndo anabeba, endelea kunifurahia na kunitunza, kwa sababu ni wa kwetu mtoto atakaye kuja. Lakini utakuta wengi anajua ni wajibu wa mama, anakaa yani anapuuza, yeye ana vinjari zake huko. Ni leo wakati wa ujauzito ili tufurahie watoto pamoja. Tunapofurahia mtoto pamoja, tunasaidizana ule wajibu. Mara kwanza umeniachia wajibu ule peke yangu. Tulikutana vizuri kwa furaha yetu, lakini katika kulea ile miezi 9 ikawa ni wajibu wangu, na siwezi kukupa hata kama nimechoka kiasi gani mama, siwezi kukwambia Pasco naomba unisaidie. Kwa hiyo nitahangaika mwenyewe. Sasa hata mtoto anapokuja tusaidizane, tushirikishane, nikikesha ninabembeleza mara moja na wewe. Hivyo ili tujue kwamba wajibu wa malezi ni baba na mama. Mtoto anatusoma, anasikiliza hata hisia zetu. Wajibu wetu baba na mama tunautambua kwa pamoja, tunaufanya kwa pamoja. Kwa hiyo tunapaswa kutekeleza hata mambo ya malezi, tushirikishane kama wazazi kwa pamoja, tushirikishane kama walezi kwa pamoja, ili furaha ile ya watoto baina yetu watoto na wazazi iweze kudumu na iweze kuwa ya mshikamano zaidi. Lakini Melania, tunaona wapo watu wengi sana husema ujauzito sio ugonjwa. Kwa hiyo unaweza ukachakalika mwenyewe na baba akaendelea na maisha yake, au akaenda kuoa mke mwingine kwa sababu wewe tena uko mjamzito na pengine mambo mengine yanakuwa hayapo tena. Ni kweli wengi huwa wanachukulia hivyo. Sio ugonjwa, ndio naweza kusema sio ugonjwa, lakini sio kitu rahisi kihivyo. Anayesema sio ugonjwa, kuna hatari nyingi mama anazipitia. Na kuna hatari nyingi zinaweza kutokea mtoto akiwa tumboni. Tuna kipindi huwa tunaita siku 270 za mtoto akiwa, siku 1000 za mtoto akiwa tumboni mpaka anazaliwa. 270 tumboni, lakini na zile siku 730 mpaka kifikia umri wa miaka 2, ambayo ndio miaka ambayo iko kwenye riski sana. Sasa akiwa tumboni, mtu anasema sio ugonjwa, lakini ninavyoishi mimi na wewe unaweza kuniletea magonjwa. Au unaweza kumletea hata unaweza hata kumletea hata mtoto ugonjwa ndani. Wewe ni mkali. Kila siku ukija, nikishtuka mimi au nikisononeka mimi na mtoto naye anasononeka. Nikifurahi mimi, ukija na furaha ukinionyesha tabasamu, hata ukitoa tu salamu wao, nikifurahi mimi na mtoto naye anafurahi. Lakini ukiweka chuki inakuwa hivyo hivyo. Sasa hiyo ndio sehemu ya magonjwa. Unaweza kanipa tatizo la moyo, unaweza kanipa pressure, unaweza kumsababishia mtoto watoto wengine wanazaliwa wana mtindio, au mtoto anaweza kazaliwa ana hasira. Inakuwa kama ugonjwa, maana Mungu hakumuumba kuwa na hasira. Ila baba umekuja, tunazozana sisi wenyewe, umenitia kibao au umenifuka, umenitusi. Melania, ishia hapo. Tuweke kituo kwanza mtazamaji hapo, ili tutakaporejea basi tutazidi kuangalia zaidi wajibu wa baba na wajibu wa mama, kadhalika wajibu wa mtoto ni yepi ya kuzingatia. Basi twende mapumziko, tutakaporejea tutazungumza kwa pamoja na wewe, wakati huo ukitumia nambari ya simu hapo inayopita kwenye runinga yako, ili uweze kuuliza swali au kuchangia chochote kizuri, tujenge kwa pamoja. Familia bora katika nyumba aminifu. Katika nyumba aminifu, familia bora. Ewe baba, mama,
kijana, wazee na wastaafu wenzangu. Kipindi hiki ni mahususi kabisa katika uchambuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu familia, jumuiya, lakini pia jamii yote kwa ujumla. Yote katika kujenga familia iliyo bora katika nyumba aminifu. Hakika Television Tumaini kumenoga na maisha ya familia na wanafamilia bora katika nyumba aminifu. Utakuwa nasi mubashara kila Jumapili kuanzia saa 12 jioni hadi saa 1, na utakuwa na fursa ya kuweza kuuliza maswali, kuchangia maoni yako, na yote katika kujengana kuhakikisha familia zetu zinakuwa bora, zenye amani na furaha, hasa katika safari ya hija kuelekea mbinguni. Lakini yote haya unayapata hapa Television Tumaini. Usipange kukosa. Kipindi hiki ni changu, ni chako, ni chetu sote. Na kuna chambari zaidi ambacho kipo kilomita 70. Mvua ikinyesha tunaacha. Pia mama yangu kwa kweli alikuwa ni mtu wa mstari wa mbele sana kuhakikisha kwamba kama umeamua kweli maisha ya upadre uamue. Ni moja jana, ni moja leo. Hapa ndipo tulipokuwa na tunasali kigango cha Chole. Tumsifu Yesu Kristo. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Wanazuia watoto wao wasijiunge nasi. Familia bora Katika nyumba aminifu. katika nyumba aminifu. Familia bora. Ewe baba, mama, kijana, wazee na wastaafu wenzangu. Kipindi hiki ni mahususi kabisa katika uchambuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu familia, jumuiya, lakini pia jamii yote kwa ujumla. Yote katika kujenga familia iliyo bora katika nyumba aminifu. Hakika Television Tumaini kumenoga na maisha ya familia na wanafamilia bora katika nyumba aminifu. Utakuwa nasi mubashara. Na mpenzi mtazamaji wa Television Tumaini, unapoendelea kutazama kipindi cha nyumba aminifu, basi ni kukaribishe tena. Kumbuka tu tulikuwa tunazungumza kuhusu wajibu na mamlaka ya wanandoa, na sasa tunazitazama nyajibu mbalimbali ambazo zinafanywa na baba au mama, majukumu yale ambayo yanatekelezwa na wanafamilia, na ni wapi ambapo mkishindwa kwenda kwa pamoja, basi mambo yanakuwa sio mazuri na mnaweza mkafarakana. Na Melania, hebu sasa turudi tena hapo. Tulikuwa tunamtazama huyu baba. Tulikuwa tunamtazama huyu baba sehemu hii ya malezi, kwamba wengine wanasema kulea mimba si ugonjwa. Na tuliongelea kwamba magonjwa yanaweza kutokea kwa namna gani tunatunzana. Kwamba ugonjwa yawezekana mama akapata changamoto au hata mtoto atakayezaliwa. Kwa ulingana na namna gani tunaishi au tunachukuliana. Tunaleana kwa
kwa kufarijiana, kwa kuliwazana, au tumekuwa tunafokeana, unanipiga. Sasa chochote utakachonifanyia mimi nikiwa na hasira, ujue kwamba hata mtoto aliyeko tumboni itakuwa hivyo hivyo. Lakini hata ninapokuja kujifungua mtoto ninayemlea ametoka na hasira, tujue sisi ndo chanzo chake. Ile furaha sisi ndo tumeiharibu. Changamoto atakayoipata yoyote, na tunapaswa pia kuendelea kusaidiana, ndio wajibu wetu kwa pamoja. Na ndio maana sehemu hii ya mlango tulisema tunazuia vibaya, lakini tunaruhusu vile vizuri. Vizuri ndio kama hivyo, tunapeana faraja, tunasaidiana kwa pamoja, kwa sababu inaendelea sehemu ile ile. Mlango ni sehemu ya uinjilishaji. Ninainjilisha nini ndani ya familia yangu? Ninainjilisha nini nikitoka kwenye huu mlango kwenda kwa wengine? Ninachokiishi kwangu ndio hicho ambacho nitatoka kuhamasisha wengine. Na mtusi mke wangu ndani, je, nitaenda kuhamasisha wengine hicho? Ngumu. Ambacho napaswa kuonyesha mabadiliko sasa. Kwa sababu hamna anayeishi kwa furaha ya maumivu. Kila mtu anataka kufanyia kile ambacho ni kizuri na kuweza kufurahia maisha. Kwa hiyo sehemu ya mlango pia ni sehemu ya uinjilishaji. Sisi wote ni wabatizwa, tunashiriki ofisi 3 za Kristo. Sisi ni makuhani, manabii, lakini ni wafalme. Uinjilishaji wetu kama wanandoa, tunainjilishana sisi wenyewe ndani, lakini tunapaswa kutoka kuwainjilisha wengine. Umisionari tunaoufanya, tunapaswa kwenda kuwa wamisionari kwa wengine. Lakini pia ni sehemu ya uchungaji mwema. Ni wajibu wetu kama baba na mama kushiriki haya matatu. Je, tunatendeana sisi? Tunawaonyesha wengine kwa maneno na matendo yetu? Tuishi kile ambacho kinapaswa kufanya, ambacho wewe unachotamani kutendewa baba, basi hali kadhalika na mimi nitendewe hicho hicho, na watoto tuwatendee vyema. Haya, kuna ndugu yetu anasema, mimi naitwa Sofia. Kiukweli mnachokizungumza, mimi hapa nyumbani nimechoka. Wakati mwingine nashindwa kabisa kuwasiliana vema na mzee wangu. Je, nifanyeje? Nikimwambia tukae tusali kwa pamoja, yeye husema sali na watoto. Je, hii inanijengea kweli? Ni kweli, ndio changamoto ambazo tunaziona. Tumesema uinjilishaji wetu uanzie ndani. Sasa baba kama kichwa cha familia, mfano wake hauishi, yani hawi kielelezo kizuri. Kwa hiyo tunapaswa kuendelea kusemezana, lakini tunapaswa kuombeana, na tutatoa namba zetu ili tuweze kushirikishana na kujua changamoto yake pia ni nini. Kwa zaidi huyo baba tuweze kuongea naye pia. Haya, shukrani sana. Huyu anasema, wao, nimependa jinsi unavyoelezea. Je, kama mimi sijafunga ndoa lakini ninao watoto, niwalee namna gani ili wawe na nafasi ya kusikilizana wao? Nashukuru kwa swali hili lako zuri, lakini kabla ya kuangalia hawa watoto, hebu tengeneza maisha yako kwanza wewe na mume wako. Barikini ndoa, kwa sababu huo mfano mnaoishi ni mfano tosha ambao watoto nao wanaangalia. Hivi mtoto anapokuwa na yeye anaishi maisha yake, mama utakuwa na wajibu gani wa kumwambia hebu funga ndoa, bariki ndoa? Anaweza akarudi akakwambia, baba wewe mwenyewe mbona hujafunga ndoa? Wewe mbona wenyewe mnaishi kisera? Kwa hiyo kielelezo kizuri kwanza kianzie kwako baba na mama. Fungeni ndoa, barikini ndoa yenu ili muwe mfano mzuri. Lakini hata hawa watoto uliojaliwa na Mungu kama zawadi, hata una changamoto zako, endelea kupiga goti, waelekeze. Na tunaelekeza kwa mifano, usiwaambie tu salini. Imefika saa ya kula salini, saa kwenda kulala salini. Sali nao, waone mifano yako mama, waone mifano yako kama ni baba ameuliza. Kwa hiyo tuishi kwa matendo, tusiishi tu kwa maneno. Tuwaelekeze sala watoto ili waweze kuziishi, lakini ile mifano iliyo mizuri, bariki ndoa ili na wao waweze kupata baraka nzuri kutoka kwa wazazi. Huyu anasema, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Naitwa James Sabai. Kwa nini wakati wa malezi, pindi watoto wanasoma, wazazi hushirikiana kwa pamoja, ila pindi watoto wanapoanza kuwa na maisha yao ya kujitegemea, baba husahaulika pasipo kupata msaada? Yani wanapofikia yale mafanikio sasa. Ndio hayo tunayosema tutengeneze watoto kwa pamoja. Labda hata wakati wa mafanikio huko tunachukuliaga mfano wa mama anapewa hela na baba awape watoto hela ya shule. Akifika anamwambia, hela hii nimekupa. Yawezekana yule mtoto anaona hii hela inatoka kwa mama tu.
hajasikia sauti ya baba kumpa hela ya shule au ameenda kulipa ada, nitakuja kukulipia ada, nimeshakulipia ada, yani mimi naharibu ada yangu. Mimi na baba tunaharibu ada, unaharibu ada yetu. Kwa hiyo unavyosema vile unaharibu ada yangu. Sasa hela imetoka ya baba, lakini mama lazima uwe mfano. Yaani mama anaipa mamlaka ya kwake peke yake. Badala ya kutoa mamlaka kwamba ni cha kwetu. Baba ametoa hiki. Baba ametoa hiki. Na unapaswa kuambiwa wazi kabisa baba ametoa ada. Hebu nendeni mkapambane. Lakini unamwambia yani mimi nalipa ada yangu. Mtoto anajua hii kumbe mama, yani mama yetu tunamuumiza. Mama yani tukikua tumlee na sisi mama. Lakini kumbe baba ndio aliwajibika zaidi. Kwa hiyo tumlee zaidi mama inapofika sasa wamekua huko. Anatoa, anajua ni mama tu ndo amefanya. Tuwaelekeze watoto kwamba hata baba amefanya. Haya. Tumesikia hapo, tulee kwa pamoja tuwaelekeze watoto. Ila ni kweli nimewahi kumuona mtu mmoja amepewa pesa, alitakiwa anunue nguo ya mtoto. Umeona hii nguo niliyokununulia, uitunze. Mimi nikasema lakini si ungesema baba. Baba wataelewa baadaye, mpaka nianze kumtafsiria baba yeye anaelewa nini sasa. Yaani alichukua ule urahisi kwamba mpaka nimwambie baba yako amekupa ndio nimenunua, yani akaona ile. Unaweza kusema hii nguo tulio kununulia, usiseme tu baba au mama, yani acha kuweka nini ubinafsi. Unaweza tu kusema umoja, kwa sababu hata kama baba amekupa, lakini hata wewe una mamlaka nayo. Hata kama ni mama wa nyumbani ufanyi kazi, lakini kile kitendo cha kumpikia baba chai asubuhi, unamwombea, umemfulia nini, anaenda kazini kuwajibika. Ile amani anayoipata kwenye kazi, kile anachokipata ni cha kwenu wote. Kwa hiyo hata kama hufanyi kazi mama, baba amekupa, lakini ni cha kwenu. Sema hiki kitu, hili gauni tulilo kununulia. Lakini ukisema nililo kununulia, sifanyi kazi lakini nimecheza vikoba huko, nimedunduliza. Lakini kwa nini watoto sasa huegemea zaidi kwa mama badala ya kuona kama wao wenyewe kama hekima zao? Kwa nini huwa wanaegemea sana kwa mama? Mara nyingi inakuwa ni ule ukaribu wa mama na mtoto, maisha ya nyumbani yale. Kwamba mama kila mara ndio yuko karibu na mama, utamuelekeza. Unajua baba hata akitoka kazini atashika pale, atasoma gazeti, atamuuliza madaftari, lakini muda mrefu watoto wanakuwa karibu na mama zaidi. Kwa hiyo labda ndio mazingira hayo yanajenga hiyo. Kwa hiyo matokeo yake unaweza kujikuta baba unakosa msaada wakati mwingine. Lakini ni vipi pale wazazi wakikaa pamoja, wakasema au baba mwenyewe akasema hebu lete ile kama ni nguo, kama ni daftari ulizomnunulia fulani. Halafu mkazileta mkazitoa pamoja. Na wengine tunaona wanafanya hivyo, ambayo pia inaonyesha ushirikiano na umoja baina ya wazazi na watoto. Kwa hiyo mtoto anajifunza kwa pamoja, na ndio hata hiyo mgawanyiko wa namna gani watoto wanaiona haiwezi kuwa moja kwa moja hapa. Japo vitu vingine huwezi kuepuka kabisa. Hapa tuna ndugu yetu anasema tumsifu Yesu Kristo, ongeleni kwa kipindi hiki kizuri jioni ya leo. Kwa kweli changamoto za familia ni nyingi, lakini mfumo dume ndio kizuizi kikubwa katika jamii zetu. Basi mabadiliko yatafanyika taratibu, tumuombe Mungu atusaidie. Naitwa Juliana. Yeye anazungumzia mfumo dume. Ni kweli mabadiliko yanatakiwa ndani ya familia zetu, na ndio maana tunaona vipindi vya Nyumba Aminifu vinaelekeza kufanya ushirikishwaji wa baba na mama ndani ya familia, ikiwemo na watoto kwa pamoja. Sababu tumeona vitu vingi utakuta labda mama anakandamizwa, au vitu vingine baba anaachwa kule pembeni. Kwa hiyo lakini tukifanya kwa pamoja, tunaendaga sehemu nyingine unamwambia jamani kama ni pesa tuweke, baba ajue mshahara wa mama, mama ajue mshahara wa baba. Familia nyingi ni ngumu sana. Lakini ni wajibu tunapofika kwenye kugawana majukumu, mtoto anataka gauni, mwingine akalipe ada, tunaangalia mfuko wa baba, lakini mfuko wa mama haujulikani. Au hata kama mama ametoa, lakini inawezekana anatoa kidogo, amebaki na akiba. Kwa baba hataki jikunguta yote. Mimi mama nitaendelea kumuomba kwa sababu sijui kipato chake, kwa sababu uwazi ule haupo uwazi. Kwa hiyo tunaona kabisa tunapoelekezana vitu kwa umoja wetu vitatusaidia na vitatujenga. Hata huo mfumo dume dada anaoongelea taratibu utapungua, kwa sababu tunaona mabadiliko ndani ya familia nyingi. Hakuna ukandamizaji, unyanyasaji, sijui vipigo ni nini. Kila mmoja anaona thamani ya mwenzake. Kila mmoja anaheshimu utu wa mwenzake. Wewe unasema anaitwa Peter, anauliza kwa nini unakuta mwanamke anawapenda wazazi wake na hata mwanaume hawapende wazazi wake. Yaani mwanaume, yani mwanamke anataka
mume wangu awapende wazazi wangu na mimi mwenyewe niwapende wazazi wangu, lakini mpaka kumfanya yeye awapende wazazi wake yeye yule mwanaume inakuwa ngumu. Ni kwa nini? Tunarudi kwenye ubinafsi. Unaambiwa utaacha baba na mama, utaambatana. Kwa hiyo mara nyingi tunatumia lugha ya kwamba wazazi wangu mimi ni wazazi wa Pasco. Pasco wazazi wa Pasco ni wazazi wangu mimi. Kwa hiyo katika kuhudumiana ingetakiwa mimi niulize wazazi wa Pasco wanaendeleaje. Pasco ahudumie wa kwangu. Lakini mara nyingi tunaona ndoa zetu nyingi. Mama amefanya umimi. Cha kwake changu, changu, changu. Upande wa mwanamume anakuwa ni kama anawatelekeza. Yaani hajali sana, lakini wale ni wazazi wetu, kwa sababu hata huyo Pasco nisingempata pasipo hao wazazi. Kwa hiyo natakiwa kuwathamini, tuwahudumie, tushirikishane wote kwa pamoja. Haya, tunarudi pale pale, swala ni kushirikishana, swala ni kuhudumia pande zote mbili. Wewe anasema jamani, mwenzenu mume wangu ananipenda sana na tuna miaka 15. Wow. Hongera sana. Namshukuru Mungu na endelee kuhudumisha upendo. Lakini huo upendo pia uwe kielelezo kwa wengine. Haya. Wewe unasema tumsifu Yesu Kristo. Kwa kweli tunakupa hongera. Wewe unasema naitwa Agnes, mume wangu anajihusisha na mambo ya kishirikina kama vile kwenda kwa waganga wa kienyeji, hela anamalizia huko. Baada ya kumgundua, kumwambia kwamba yeye ni mbatizwa, hayo mambo hayafai. Aliniambia kama ni hivyo bora tuachane, akaoe mshirikina mwenzie, na tangu hapo ujumbe wake nadhani unaendelea umekatika. Na ina maana wamefunga ndoa. Tunaambiwa tusiabudu miungu wengine. Kwa sababu anavyohangaika kwa washirikina, sijui anatafuta nini, sijui mali, sijui ni nini. Maana mwingine anakuambia anatafuta watoto, sijui ni, lakini vyote hivyo ni batili. Mungu wetu ni mmoja tunayemwamini, ambaye anaweza kutusaidia yote. Sasa yeye hajajua kwamba nguzo yake iliyo kuu ni Mungu mwenyewe. Kwamba akimtumaini Mungu katika safari yake ya maisha, yeye anaweza kumfanyia kila kitu. Sasa shida yake kwa vile haamini, ndio maana anatapatapa. Muombe sana. Tutatoa namba yetu ili tuweze kushirikishana kwa karibu. Haya, tunahitaji zaidi pia kuombeana ili kutoka na kumwepuka shetani, kwa maana unapokwenda kwake zaidi unazidi kujifarakanisha na Mungu muumba. Yaani unazidi kuwa mbali zaidi na Mwenyezi Mungu. Wewe unasema Kristo. Naitwa Anastasia kutoka Jimbo Katoliki la Shinyanga. Kwa kweli nimefurahishwa. Hapana, huyu alikuwa anataka kitu kingine kabisa. Nadhani alikuwa anataka kuomba vitu vingine kabisa. Anasema wanawake unaweza ukawa au baba ukawa unawaelekeza watoto maadili mema, lakini mama yao anakuwa anawatetea watoto hata kama wanayoyafanya ni mabaya. Huyu ni Fremo Masasi Mpindimbi. Hiyo ni shida. Tumesema malezi ya watoto tunapaswa kushirikishana. Kusiwe na watoto wa baba, tusiwe na watoto wa mama. Au tusiwe na watoto ambao ni kama miungu humo ndani. Tuwasaidie watoto, kwa sababu na wao baadaye watakuwa na maisha yao. Lakini pia tukifanya hivi watakuja kutuvuruga hata sisi wenyewe. Kwa hiyo sauti ya mama iwe sauti ya baba. Mimi nikisema hiki sitaki, mtoto anapaswa kujua hata baba hapendi hiki. Na baba akisikia, kama mama amenichapa, baba akisikia na yeye anaweza kaniongezea. Lakini mama anayefanya baba anaongea, alafu mama yeye anafanya kinyume, anakumbatia, analea donda. Na mtoto mjinga ni mzigo wa mamaye. Kwa hiyo huyo mama anayebembeleza mtoto kwa namna hiyo, baba anavyomuonya, ajua atakuwa mzigo wake na atakuja kumrudi baadaye. Haya, tunaona mambo mengi sana, uzoefu unapatikana hapo. Huyu anasema tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Alex, mimi nimefunga ndoa takatifu, ila niliyefunga naye ndoa alibadilisha dini na kuwa Mkatoliki. Ila sasa hivi inakuwa vigumu kutumikia Ukatoliki. Je, nifanyeje? Maana huko mbele anaona siku zijazo huko itakuwa tabu sana kuwalea watoto, na hasa kuwafundisha hata kuwa viongozi, hata kuongoza kwenye Ukatoliki wenyewe. Dada Selina, umesema amefunga ndoa baadaye akabadili akawa Mkatoliki. Yaani amefunga ndoa na mtu wa dhehebu lingine, lakini huyo wa dhehebu lingine akahamia kwake.
akarudi kwenye imani yake aliyokuwa mwanzo. Akaja kwangu. Kwa mfano kama mimi nimeolewa na Matuja. Sasa Matuja dini yake nyingine, lakini kanifuata mimi Selina. Na ndio maana mara nyingi tunasema Mkatoliki anayefunga ndoa ni ndoa mseto hii. Lazima na yeye awe imara, asimame imara. Kwa sababu malezi ya watoto yanategemea upande wa Mkatoliki tulipofunga ndoa. Lakini pia wewe mwenyewe Mkatoliki usiposimama imara, wewe mwenyewe pia unavurugikiwa. Kwa maana umemhamisha mwenzako, umemleta kwako. Alafu wewe ukawa unalegea kidogo. Lazima yule kuizingatia itakuwa inakuwa shida. Kwa hiyo sisi wenyewe kama Wakatoliki tunapaswa kusimama imara, tuangalie kabisa namna gani tunasimama katika imani yetu, ili kwanza kuitetea na kuilinda imani, lakini kusaidia vizazi ambavyo tumejaliwa na Mungu kama zawadi. Tuwalee Kikristo Kikatoliki. Haya, tukiangalia muda wetu si rafiki sana, labda tupitie tuone swali moja tu hapa. Unasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Naftali. Ni ipi nguvu ya msamaha katika ndoa? Yaani ni ipi nguvu ya msamaha? Yaani kitu gani kinaweza kikasaidia kusamehe hapo, halafu huyo mwenye kwenye hiyo ndoa ikawa imara? Kwanza yani ameuliza kinyume kweli. Ameuliza kinyume. Ni kweli. Katika nguvu ya msamaha, mimi kwanza niwe wa kwanza kusamehe. Mimi nikiwa wa kwanza kusamehe, nisihesabu ya mapungufu ya mwenzangu. Nguvu ya msamaha itakuwepo na upendo utadumu. Lakini kama mimi mwenyewe sina roho ya msamaha, hiyo nguvu ya msamaha haiwezi kuwepo hata kidogo. Kwa hiyo huo msamaha ufanyie kazi wewe mwenyewe kwanza binafsi. Je, mimi ninahesabu makosa ya wengine? Kwa sababu ninapohesabu makosa ya wengine, mimi ninayo mengi, msamaha hauwezi kuwa na nguvu. Kwa nguvu ya msamaha iwe kwenye sala, kuombeana, lakini na mimi mwenyewe niwe wa kwanza kusamehe. Lakini vipi, dakika chache. Vipi kwa yule ambaye yani yeye mara zote humuona mwenzake ndio mkosa? Inarudi pale pale. Yani kuanzia asubuhi mpaka jioni anaweza kuwa anamsema mwenzake tu yule. Unajua unapomnyoshia mwenzako kidole, unamnyoshia kidole hiki kimoja. Lakini hivi vyote vitatu kwangu, hichi kimoja anashuhudia Mungu. Sasa unavyomnyoshia mwenzako kila siku yeye amekosa, wewe ni mtakatifu? Ndio maana nasema na sisi wenyewe tuangalie madhaifu yetu, nisamehe ili niweze kusamehewa. Inarudi kama sala ya Baba Yetu. Tunavyosali sala ya Baba Yetu tunasema nisamehe makosa yangu kama na mimi ninavyotaka kusamehewa. Kwa hiyo nikimsamehe mwenzangu 20%, nijue na mimi namuomba Mungu anisamehe 20%, 80 aniache nihangaike nazo. Nikimsamehe 50%, basi na mimi nimegawa nusu, na mimi nitasamehewa 50. Lakini nikisamehe 100, basi na mimi namuomba Mungu nisamehe 100%. Kwa hiyo tusameheane, tusinyosheane vidole, na nisiwe mwepesi wa kuhesabu mapungufu ya mwenzangu. Kwa sababu hata mimi nina ya kwangu, mimi si mkamilifu. Na hakuna aliyeolewa au kuoa malaika. Naitwa Mama Pius. Jamani, hata mimi mume wangu hasali tena, mimi ndoa nimefata kanisa lake, nimeshamweleza hataki, nisaidieni. Tutasaidiana, tutapeana namba, tuelekezane hizo changamoto vizuri. Manake maisha yanategemea pia kuna changamoto gani. Lakini tunarudi pale pale, yeye akilega, je yule aliyerudi, aliyeingia kwake? Kwa hiyo Wakatoliki tunapoingia kwenye ndoa mseto, na ndio maana sasa hivi unaona mababa wanasema ndoa mseto hapana, kwa sababu aidha sisi wenyewe Wakatoliki hatusimami imara, tunayumbishwa na mvuta mtoto wa watu anabadilika, tena mwingine anakuwa yeye ndio yuko vizuri sana, lakini mimi mwenyewe ninayumba. Au mwingine anakuja tu anakuwa kama anachungulia, mkikaa maisha miaka 2-3 anakuambia mimi hii ndoa siitaki, anarudi kwake. Kwa hiyo je, sisi Wakatoliki tunajua thamani ya sakramenti ya ndoa? Tunajua kwamba tunapofunga ndoa ni sakramenti au tunaichezea? Kwa hiyo tutasemezana, tutakapotoa namba ya simu tuelezane vizuri, na tunapofunguka tutasaidiana kwa ukaribu. Nafikiri hapo nitoe nafasi ya hiyo namba ya simu, kwa maana tukiangalia muda wetu bado unatutupa mkono. Kuna mwingine anauliza swali, bila shaka huyu Gilbert anasema hapana, huyu alikuwa anasema anataka tu vile ujumbe wake alitaka kuomba wimbo. Haya, huyu anasema ongeleni sana jamani, nimependa kipindi na majibu yameniridhisha. Basi hebu karibu utaje nambari ya simu, alafu kisha tukamilishe kipindi chetu kwa sala. Asante. Namba ya simu ni 0655
416993 au 0756646149. Haya mtazamaji, hiyo ndio namba ambayo unaweza ukaitumia kwa wewe ambaye una swali unalihitaji liwe kwa undani zaidi uweze kusaidiwa. Basi wakati huu tu nimkaribishe tena mtaalamu wetu Melania aweze kutufungia kipindi chetu kwa sala. Asante. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu. Utuopoe siku zote tuingiapo hatarini. Ewe Bikira mtukufu na mwenye baraka. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele. Amina. Familia bora katika nyumba aminifu. Basi hatuna la ziada. Mimi ni Selina Joseph Matuja, nilikuwa na mtaalamu wetu hapa Melania Dalali, mke wa Pasco Maziku. Tukutakie utazamaji mzuri. Asante.